Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wapenzi na wafuatiliaji wa channel ya Tiba Facts Online TV. Ni siku nyingine tena tumekutana katika darasa, na leo bwana nimefurahi mpaka napandisha somo hili. Nilikuwa nacheka. Kuna mtu mmoja amenifuata akaniambia, "Shehe, una vitabu vingi na vingi tu unavitolea darasa, ila kuna vitabu viwili huvipendi." Nikasema, "Vipi hivyo? Mbona vitu nimeviandika mimi?" Akasema, "Vipo vitabu ni vizuri sana ndani yake, lakini mbona upendi kuvizungumzia?" Nikamwambia nitajie. Akasema, "Kitabu cha kwanza ni cha Ulimwengu wa Majini na Vituko Vyao." Nikasema, "Ni kweli." Kitabu cha pili Furaha ya Ndoa. "Mbona uvizungumzii vitabu na ndani yake kuna masomo matamu sana? Tunataka na kule utuelekeze, utuambie, kwa sababu tunapokusikiliza huku tunapata faida nyingi, sio tu unaweza kuwa unasoma mtu huelewi eti." Nikasema, "Ni kweli, ni muda tu ndio hautoshi, lakini kweli hichi kitabu cha Furaha ya Ndoa kwa sehemu kubwa sikizungumziagi, lakini kitabu kipo na unapokisoma kina ladha, kina taste fulani hivi unaipata." Sasa kama ni mtu ambaye unapenda kujifundisha mambo ya chumbani. Sasa akauliza hivi, "Nataka uje utufafanulie kwa kina yale mambo 10 au mbinu 10 zinazoweza kumsaidia mtu achelewe kumaliza katika tendo la ndoa." Sasa maana mimi nimesoma lakini sijaelewa vizuri. Sio kwamba hana kitabu, anacho kitabu, ila sasa nimesoma ila sijaelewa vizuri. Basi nikamwambia, basi inshallah tukijaliwa nitakuja kuelekeza. Kuna mambo 10 ndugu zanguni yanayomsaidia mtu achelewe kumaliza katika tendo la ndoa kwa mwanaume, lakini hii ni mada inahusu wanaume. Pia hata mwanamke anaweza kaisikiliza kwa ajili ya kumsaidia mwenza wake. Sasa leo tutakuwa katika mada hiyo na tutapitishana kwenye vipengele 5 au 3 tu. Hatutomaliza yote, ila tutaangalia mambo ya muhimu zaidi. Ila kama utakuwa na kitabu hicho unaweza kaenda kusoma kuanzia ukurasa wa 74. Ukurasa wa 74 kitabu cha Furaha ya Ndoa, unaweza ukapitia hapo ukasoma vipengele hivyo kwa undani. Mimi nitakupitisha baadhi ya vipengele ambavyo ni muhimu mtu akivizingatia. Mambo 10 yatakayomsaidia au yanayomsaidia mtu, au mbinu 10 zinazoweza kumsaidia mtu achelewe kumaliza katika tendo la ndoa. Basi ndio tutastafidi katika somo letu hili. Sasa kuna ile ofa yetu ishaanza, kuna ofa yetu ishaanza ile ya Nyerere Day, ilianza toka tarehe 9, tarehe 10. Basi unaweza ukalipia kupitia utaratibu tulioelekeza. Kwa wale ambaye ni mgeni au ndio kwanza anasikiza klipu hii, haiwezekana hiyo ofa alikuwa haijui kama ipo, ishaanza. Tuitangaza kwamba kuanzia tarehe 10 mpaka tarehe 20 mwezi wa 10 kutakuwa kuna ofa ya Nyerere Day, ambayo ofa hii itakusaidia kupata vitabu 12 vyote vya elimu ya tiba ambavyo nimeviandika mimi, vile vya mitishamba, vya Qur'ani, vya Abjadi, vya Barati, Ulimwengu wa Majini, na hichi chenye tutasoma leo Furaha ya Ndoa. Vyote vitakuwa kwenye package moja. Unalipia shilingi 45,000 badala ya 1,085. Kwa hiyo kuna discount ya 100,000 na 40,000 imeondolewa. Ukishalipia kwenda namba moja hapo katika hizo zinazoonekana hapo chini, basi utaandika ofa ya Nyerere Day. Ina maana hapo uta screenshot muamala wako, utanitumia WhatsApp kama sehemu ya uthibitisho wa malipo yako, kisha utaniambia ofa ya Nyerere Day, utaandika pale kwenye WhatsApp. Baada ya kufanya malipo ndani ya dakika 5 mpaka 30 utatumiwa vitabu vyako. Na malipo yao unaweza kufanya masaa 24. Yaani haijalishi ni usiku, ni mchana, ni asubuhi, ni jioni, muda wowote wewe fanya malipo, then tuma screenshot ya muamala huo au upige picha kisha utume WhatsApp ukiandika ofa ya Nyerere Day. Iwapo kama hujui kupiga picha wala kuscreenshot muamala na kutuma WhatsApp kama uthibitisho, inatakiwa sasa unitumie ujumbe WhatsApp huko, sio kwenye message ya kawaida, kwenye WhatsApp huko kupitia namba yako hiyo, kuja namba moja hapo katika hizo 3, uandike, "Shehe, nimelipia shilingi 45,000 kwa ajili ya ofa ya Nyerere Day. Majina yaliyotokea kwenye huu muamala ni fulani bin fulani." Andika ile majina matatu yote yaliyotokea kwenye muamala, ili mimi nitakapokuwa nakagua zile miamala zilizoingia muda huo, nikiliona jina lako nithibitishe ni kweli. Maana kuna wengine huwa wanakupigia tu simu, "Shehe, nimelipia tayari."
Nimelipia. Wakati huo muda nimelipia, kuna watu 5 labda wamelipia muda huo. Sasa mimi nitajuaje kama wewe ndio uliyelipia? Tathibitisha nini kuhusu wewe? Kwa ni vizuri kama utakuwa hujui kuscreenshot muamala, kupiga picha muamala hujui, basi ingia kwenye WhatsApp yako hiyo nitumie ujumbe kupitia namba yangu ya WhatsApp moja wapo katika hizo 3, niandikie nimelipia shilingi kadhaa kwa ajili ya ofa ya Nyerere Day. Usilipie 44 wale 43, hautotumiwa vitabu hivyo. Italazimika uongeze hela. Bora izidi kuliko kupungua, na hatujakulazimisha kutuma na ya kutolea. Tunataka 45 ije kama yenyewe. Kama itazidi wala. Ila ikipungua lazima utaongeza. Kwa hii ni taarifa ya ofa, na tayari ofa ishaanza kufanywa kazi na kuna watu tayari washaanza kuchangamkia ofa hii. Ofa hii itakuwa ndani ya siku hizi tulizozitaja 10 mpaka tarehe 20. Ni ndani ya siku 10 tu itaondoka. Na unaweza kuziona ni nyingi lakini utaona zitakavyokimbia hapa katikati. Lakini kwa nini tumetoa siku zote hizi nyingi? Kwa sababu kuna watu wanapotoa ofa wanalalamika kwamba tunatoa siku chache, tunakuwa wengine wanakuwa hawajajiandaa, vitabu tunavihitaji kweli, lakini sasa ndio muda unakuwa mdogo. Yaani unasikishuka leo umesikia taarifa ya ofa, kesho imeisha. Sasa inaonekana kama watu wengi wanakuwa bado hawajakuwa na taarifa hizo. Sasa tumetoa hizi siku nyingi, hata kama utasikiliza leo, basi bado kuna siku mbele zinaendelea. Kwa unaweza ukajichanga ukalipia na wezi. Hivi vitabu vitakusaidia sana kwenye maisha yako, kwenye matatizo yako, kwenye magonjwa yako, kwenye utafutaji wako, kwenye ndoa yako. Unaona bwana, vitakusaidia kila sekta tumeigusa kuielezea unawezaje kuitatua changamoto yake. Kwa hiyo namna kama hivyo. Sasa twende kwenye somo letu la leo. Mbinu 10 zitakazokusaidia uchelewe kumaliza katika tendo la ndoa na uweze kutumia muda mrefu. Kwa nini uchelewe mwanaume? Kisayansi ipo hivi. Wastani wa mwanaume anaposhiriki tendo la ndoa kufika kileleni ni dakika 1. Yaani dakika 1 ndio inamtosha mwanaume kufika kileleni. Na hili wanaume wote wanathibitisha. Wastani wa mwanamke kufika kileleni, yani amemaliza zile hamu zake au kukojoa kama anavyokojoa mwanaume. Maana wanawake kuga wanakojoa, japo sio wote. Ni dakika 21. Sasa unaona distance iliyopo, kuna utofauti mkubwa sana. Sasa wewe mwanaume unafanyeje ili uchelewe, ili na wewe mwanamke na yeye afike kama ulivyofika wewe? Kwa sababu wewe unaweza kufika ndani ya dakika 1 na ukasema tumalizie hapa au tuishie hapa. Na bahati mbaya mwanaume akimaliza kwa haraka, yani hajatumia muda mrefu, labda wameanza tu kushiriki saizi, ndani ya dakika 1 2 imaliza, huwa hana uwezo wa kurudia ile tendo kwa muda ule ule. Labda kama maandalizi yalifanyika vizuri hapo awali, ndio unaweza kukuta akaweza kumaliza na kuunganisha. Japo na wenyewe ni wachache, sio wengi. Yaani sasa kuanzia umri wa miaka 15 mpaka miaka 30, hapa kuunganisha wanaweza. Ila zikishaanza kusoma zile 35, 36, 37, 40, 41, kuunganisha ni changamoto. Wanaume wengi wanalijua hili. Hata kama watabisha wanajua wenyewe. Kwa hiyo kumbe kuchelewa kunamsaidia na yeye mwenzako afurahie lile tendo. Na kama mtakuwa mnashiriki wewe unajiridhisha, wewe mwanamume unawahi kumaliza dakika 2 3 umemaliza, na mwanamke anaishia njiani kila siku, unamsababishia magonjwa mengine ambayo yatamgharimu. Kwa mfano ugonjwa wa maumivu ya kiuno na mgongo ni magonjwa ambayo yanasababishwa na wanaume kutokuwafikisha wanawake zao katika kilele cha furaha ya tendo la ndoa. Kumbuka tendo la ndoa ni kwa ajili ya kufurahisha miili, na ndio starehe kubwa kwa watu wote, maskini, matajiri, viwete, viziwi, mabugwi, wote wanafurahiaga hilo. Kwa hiyo ile ni starehe ambayo haijachaguaga mtu. Ndio maana utakuta wewe wanazaa, unaona bwana, viziwi wanazaa, wasiona wanazaa. Sababu ni jambo ambalo atafurahi tu. Ndio maana Mungu akaliweka kwa wote, ni constant, linawafurahisha. Kwa zifuatazo ni mbinu 10 zitakazokusaidia uchelewe kumaliza katika tendo la ndoa, endapo tu kama utazizingatia na kuzitekeleza kwa vitendo, sio kwa maneno labda kwa kunisikiliza ukaishia hapo hapa. Kwa vitendo, ukiona vitendo, basi na matokeo yake utayaona muda si mrefu baada ya kuanza kuzifanyia kazi mbinu hizi. Lakini leo tutajifundisha mbinu 5. Kumbuka mbinu hizi zimeanza kufundishwa katika ukurasa wa 74 wa kitabu cha Furaha ya Ndoa. Na kitabu hichi kinauzwa 15,000. Ukihitaji kipekee yake hichi, ukaachilia mbali yale mambo ya ofa, kitabu hichi kinauzwa shilingi 15,000. Mbinu ya kwanza ambayo mwanaume anatakiwa izingatie ni kushiriki tendo la ndoa mara kwa mara.
unaweza ukawa hujanielewa nitakuelewesha tu vizuri na utaelewa. Ndio maana yule shehe alisema mimi nasoma lakini sielewi eti. Hebu njoo tufundishe vizuri. Kushiriki tendo la ndoa mara kwa mara ni mbinu ambayo inasaidia mwanaume akae muda mrefu bila kumaliza. Kwa nini? Kadri unavyoshiriki tendo la ndoa mara kwa mara unapata ujuzi ambao kila siku unazidi kukua. Ujuzi huo unaweza kuwa kujifunza mbinu mpya za kujizuia kukojoa mapema. Na kanuni hii si mpya, hutumika sehemu nyingi na ikiwezekana wewe pia umeshawahi kuitumia. Kwa mfano, ukikumbuka katika kumbukumbu zako labda ulishawahi kuanza kujifundisha vitu fulani, labda kuendesha baskeli, kuendesha pikipiki au kuendesha gari au chochote kile ulichoanza. Mara baada ya kujifunza tu ule ujuzi wa awali, ukaanza kuizoea. Labda ni pikipiki yako au ni gari yako. Kwa kuna mbinu zingine mwalimu alikufundisha, ukazielewa. Bwana hapa ndo nyosha, hii ndo steering, hii ndo brake, hii ndo clutch, hii sijui ndo nini, ndo indicator utakata huku. Lakini kadri unavyozidi kujifundisha ile au kuitembeza mtu kakuachia, kuna mbinu zingine utaendelea kujifundisha wewe, kupunguza mwendo, kuongeza mwendo, kufanya hivi. Kwa ile uzoefu wa kukaa na kitu muda mrefu na kifanya kinakujengea ujasiri wa kuweza kukihimiri. Ndivyo hivyo vile tendo la ndoa. Endapo kama utakuwa ni mtu wa kushiriki tendo la ndoa mara kwa mara. Sasa kwa waliooa hii ndio fursa kubwa. Usiwe unashiriki tendo la ndoa unafanya leo, baada ya mwezi au miezi mingi unafanya tena, wewe kila siku utaonekana dhaifu. Kwa vizuri kama ni mke wako au ni mume wako, jaribuni kushiriki angalau hata kwa wiki mara 2 mpaka mara 3. Wastani wa tendo la ndoa kufanyika kwa watu wenye afya nzuri kwa wiki inatakiwa lifanyike isiyo chini ya siku 3. Na wengine wanafanya siku zote. Wengine wanaweza kuogopa, siku zote, si mtauana sasa. Hapana. Ile ni starehe na sio lazima mfanye kwa muda mrefu. Kama mnakomoana, dakika zenu 5, 6, 10, mmemaliza, mnaoga, mnalala. Kwa hiyo, endapo kama mtakuwa mnashiriki tendo la ndoa mara kwa mara, kuna uzoefu unaupata wewe mwanaume na kule kuuzoea mwili wa mwenzako. Kunafanyaje? Kuna kufanya wewe uwe na ujasiri wa kustahimili. Na hii mwanaume ataweza kanielewa vizuri. Labda nipe mfano. Mfano wewe leo una mwanamke wako, ukaona shiriki naye, utamzoea. Mtakuwa mnadumu lile tendo, mtafanya muda mrefu kidogo na mtafurahi wote. Wewe mwanaume toka hapo, nenda kwa mwanamke mpya ambaye ndio kwanza mnakutana naye kwa mara ya kwanza. Utayaona maajabu. Utashangaa kule umetumia muda mfupi kuliko muda uliotumia huko. Kwa nini? Kuna ile papala, kimuhemuhe, kihemuhemu, ile hamu ya kumtaka kumjua, kumuingilia, ujue na yeye yupoje. Je, maingilio yake yanabana, yanaachia? Je, ana utundu gani kitandani? Yaani yale yote unayofurahia wewe yakizidi kukukosha, ndivyo unavyowajiwaisha kufika kileleni. Kwa sababu ule mwili hujauzoea, yule mwenzako hujamzoea, sauti za vilio, za furaha au vya maumivu hujavizoea. Kuna wengine wanapiga kelele kitandani, kuna wengine wamekaa kama vile wanaume. Hakuna kuguna, hakuna kulia, hakuna kutoa sauti. Sasa kuna mwingine analalamika. Yale malalamiko yake yanakufanya wewe uonekane kwamba unamuweza au unamudu. Furaha ikipitiza kwenye akili yako, unamwaga wazungu hao. Kwa hiyo hii mbinu inatumika endapo kama utahitaji kustahimili. Si vibaya. Nataka nitolee mfano. Hata kwa wale wanaume ambao wamezoea kuchanganya wanawake. Unakuta wale wanakuwa na uzoefu mkubwa wa kustahimili katika tendo la ndoa. Kwa sababu kama atatembea na yule leo, kesho na yule, anaanza kupata ule uzoefu. Kwa hata kama aliwahi kumaliza mwanzoni mapema, lakini kadri anavyozidi kushiriki mapenzi mara kwa mara, kunamfanya yeye awe na uzoefu wa kukaa muda mrefu kwenye tendo la ndoa. Kwa hii ni mbinu ambayo inatumikaga. Sasa kama wewe kwenye tendo lako la ndoa na mke wako mnashiriki kwa mwezi mara 1, kwa mwezi mara 2, au kwa miezi 2 mara 1, bado unafeli, na mbinu hii haitokusaidia. Sababu utakuwa kila siku ukikutana na mke wako unamuona bado ni mpya. Utakaa muda mfupi, baadaye utamaliza. Hii ni mbinu ya kwanza. Mbinu ya pili inaweza kumsaidia ni kufanya tendo la ndoa na kupumzika. Ndugu zanguni, moja kati ya makosa yanayofanywa na wanaume wengi ni hili la kutokupumzika katika tendo la ndoa. Hakikisha usifanye kosa hili kuanzia leo ambalo wanaume wengi wanafanya. Hakikisha katikati ya tendo la ndoa unapumzika mara nyingi. Tena kadri unavyoweza, sio kwa kupangiwa.
kabla ya kumwaga bao la kwanza. Na utafanya hivyo katika bao la pili na kuendelea. Fanya zoezi hili mara nyingi uwezavyo. Ukiwa katika hatua ya pili kama tulivyojifunza hapo. Sasa kuna hizi hatua hatujajifunza huko mbele, lakini hapa utanielewa. Iko hivi. Mnaposhiriki tendo la ndoa, mwanamke na mwanaume, wastani wa hisia kwa mwanaume huwa zipo juu zaidi kuliko za mwanamke. Mwanamke mnaweza mkaanza kwenye maandalizi ile romance nini ndo anaanza kushtuka. Unapomuingilia ile, unapofanya ile frictional in out ndani nje, yeye ndo anaanza kupanda sasa. Kuziendea zile dakika 21, hali ya kwa mwanaume muda huo umeshafula, yani muda wote unaweza ukamwaga. Sasa kuna wakati ule mwanaume anajisikia raha inazidi. Sasa ile raha inapozidi anatamani kumaliza na hisia zinakuja zote za kumwaga. Sasa kipindi kile ambacho unatamani kumwaga na unaona kabisa mbegu hizo zinakuja au unajisikia kutamani kumwaga maana furaha imezidi, usiendelee na ile tendo. Chomoa maumbile yako katika maumbile ya kike, pumzika. Kipindi umechomoa, endelea kufanya romance zingine, labda mpeane sijui nitumie lugha gani kidogo. Hichi kitabu kinanishindaga, mambo yake ni magumu. Mama amenizoea kwenye dua, amenizoea kwenye abjad, barati na mitichafu. Sasa hata huku mimi ni mwalimu pia. Ndio maana nikakuandikia hichi kitabu. Mimi ni mwalimu vizuri sana. Elimu ya mahusiano nimesoma miaka 11. Unaweza kushangaa leo miaka 11. Miaka 11 mimi nimesoma. Na vitu vingi na vijua huko. Ila sio mtu wa kupenda sana kuvizungumzia hivi. Ila ni baada ya kuona watu wengi wanaferi, nikaona kwa kuwa nimeshaamua kusaidia watu, hebu niwaandikie na kitabu kinachoweza kuwaelekeza watu katika mambo haya. Sasa ukiona ile hali ya hamu ya kumaliza inakuja, chomoa maumbile yako, tulia, endeleeni kufanya romance. Mnaweza mkao mnabadilishana mate, mnanyonyana, unaweza kumnyonya maziwa, ukamshika wapi. Yani usitoe ukatulia umekaa tu hivi unasubiri kwanza. Endelea kufanya mambo mengine. Hapo wewe umepochomoa ile maumbile yako, na maana zile hisia zitakata. Zikisha kata zitaanza kurudi tena kuanza mwanzo. Huku mwanamke kwa kuwa bado wewe unaendelea kufanya yale romance nini, yeye atakuwa anapanda. Anazielekea zile dakika 21. Wewe hapo umesizi. Ina maana wewe unasubiri. Baada ya kama sekunde 30 mpaka dakika 1, rudi tena umuingilie. Ila angalizo nakupa angalizo. Kama mtakuwa mnafanya tendo hili, hali ya kuwa eneo hilo kuna AC au feni yenye inapuliza sana. Kuna wengine wakipigwa na ile hewa ya baridi, hali ya kuwa imetoa maumbile yake katika maumbile ya kike, huwa yanalala pale pale. Chukua tahadhari na AC au feni yenye kupuliza kwa kasi. Kama haikuasili hiyo, basi wewe ongela, haina shida. Ila hii imewasili. Kuna wengine akitoa wale maumbile yake ile joto likapungua, usikae muda mrefu. Ukikaa muda mrefu utashangaa maumbile analala. Analala kabisa na hawezi kuamka tena, au paka ya boostiwe kwa kufanywa hivi. Sasa kuna mwingine mwanamke havijui hivyo. Tukimwambia fanya hivi, anakaa vile tena unamkela. Kwa hiyo ni vizuri ukamsoma mwenzako ana uwezo gani. Kwa ni swala muda wa dakika 1 au nusu dakika, yani sekunde 30. Baadaye unaendelea tena. Utaendelea na ile in out ndani nje. Baada ya hapo ukiona tena imekaribia, unatoa. Kwa nini unatoa? Na usimalize, kwa sababu unatakiwa ujue kabisa huyo uliye naye bado hajafika. Na unatakiwa kadirie ndani ya dakika 20 au dakika 5 au dakika 10, kwa sababu wanawake pia na wenyewe tofautiana. Hii ni kielimu kwamba wastani wake dakika 21, ila kuna wanawake wengine dakika 3, dakika 5 naye anamaliza. Wengine wanaishia za karibu. Kuna wengine ukimgusa sehemu fulani tu amemaliza na yeye. Sasa uweze kumjua wapi. Labda mwanze kuulizana. Kwa hii ni mbinu inaweza kusaidia kukufanya uchelewe kumaliza katika tendo la ndoa mapema. Unafanya mapenzi na unapumzika. Na kupumzika kwako ni kutoa maumbile yako katika maumbile ya kike na kuendelea na romance, au katika kumwandaa mwenzako katika kumshikashika maeneo mbalimbali. Katika kitabu hichi cha Furaha ya Ndoa kuna maeneo 12 ya kumshika mwili wa mwanamke aliyevua nguo, na yakamhamasisha kuelekea katika
hiyo hamu yake kubwa ya kufika kileleni. Na sio tu unashika tu, kuna maeneo hayo 12 na namna ya kuyashika nimeelekeza hapa kwenye kitabu. Na ipo siku nitakuja kukuelewesha kila eneo moja. Ila mimi napataka kiumizi kwenye hichi kitabu kwa sababu sio mambo yangu haya kueleza kwenye public. Labda kama umenifuata tumeelekezane yani private sawa, lakini public mimi naona kama kidogo mimi sipendelei sana. Ndio maana kitabu sipendi hata kukigusa, lakini kila aliyekisoma amekipenda kwa sababu kina vitu vingi vyenye faida kwa wanawake na kwa wanaume. Twende mbinu ya 3. Mbinu ya 3 mimi nataka nikufundishe, zingine taziache kidogo. Mbinu ya 3 ni hii ambao mimi kwangu nitaiweka ya 3 ila kwenye kitabu ni ya 5. Nimeruka mbinu baadhi hapo. Hizi utaenda kusoma mwenyewe kwenye kitabu. Ni kuingiza nusu ya uume wako au kichwa tu. Kuingiza nusu ya uume wako au kichwa tu. Unapofanya mapenzi anza kuweka kichwa cha uume, taratibu chovya kichwa kidogo tu, endelea kumtekenya kwa kichwa tu pale juu. Sababu ni kwamba pale juu ndipo pana mishipa inayosisimua sana na sio ndani ya uke. Fanya hivyo mpaka uhakikishe mke wako anapagawa hadi anatamani uchomeke uume wote, lakini wewe usiharakishe hadi achomeke mwenyewe uume wako ndani. Hakikisha umeloana uke wake vizuri, kisha ndio uingize maumbile yako ya kiume. Unaingiza nusu kwanza, baadaye unatoa nje. Unaendelea kufanya hivyo. Hii mbinu ukiwa unaitumia hii, kwanza itakusaidia kuchelewa wewe. Lakini pia mwenzako itamvuta kutoka juu huko kwenye dakika 21 kumshusha chini na yeye ashuke. Sasa kosa kubwa tunalofanya wanaume wengi ni kulenga sehemu ya tundu la uzazi na kusimamia kucha na kupeleka moto, kama mnavyojisema nyinyi vijana wa kisasa kwamba kupeleka moto. Ukiamini ndio unamweza. Jamani, mapenzi ni sanaa. Mapenzi yanahitaji elimu eti. Najua wengi mnajua kuyafanya, lakini sanaa ya mapenzi inatakiwa mtu ajifundishe. Awe wa kike au wa kiume, ajifundishe. Kule ndani kule unakolenga wewe kwenye hilo tundu, sababu kubwa ni kwa ajili ya kupata watoto tu. Ila furaha yote ya mwanamke ipo nje. Yawezekana haya maneno huyaelewi eti, ila ipo nje. Huyo mwanamke hawezi kukuambia kwamba mimi najisikia furaha unaponiingilia kwa namna gani. Hawezi kukuambia, wanaaibu sana. Ndio maana unakuta wengine unapomuingilia inabidi ajiboost na yeye kuchezea maumbile yake ya pale nje. Kwa nini ajiboost yeye? Kwa sababu anajua kule unakokwenda wewe hasikii chochote au apati ile testi umeacha nje. Kwa anatamani uguse pale. Ndio maana kuna mwingine anaweza kukupa ishara za kuyeye kujifanyia massage au kujionyesha kwamba anachezea eneo fulani. Mimi sitaki kutaja maeneo yote. Anachezea eneo fulani akiamini kwamba sasa pale anapata yeye nini? Furaha. Sasa wewe umeshakazana kupeleka moto huko ndani, ukiamini ndio unamweza. Inawezekana unazamisha yote, labda ina inchi 7, inchi 9, inchi 8, inchi 6, ukiamini kwamba ndio wewe kweli. Mwanaume akizamisha maumbile yake yote huaga anajisikia furaha kubwa sana, tofauti na kuingiza nusu. Lakini sasa ipo kinyume, vice versa. Yani vile unavyotaka wewe sivyo anavyotaka mwenzako. Hii sana ieleweke hivi. Kwa hiyo usije ukaamini kwamba kwa mwanamke kumuingilia kwa kumuingizia maumbile yako yote ndio anafurahi. Futa hiyo kuanzia leo. Mwanamke afurahi kwa maumbile yako kuingia yote. Japo kuna wakati atahitaji na atakwambia na atakuvuta mwenyewe, lakini sio kwa muda unaotaka wewe. Kwa muda ambao yeye hajahitaji, basi dili na pale nje. Kuna clitoris, kuna mashavu yale mawili. Dili pale. Paka kuna muda atakwambia ingia. Basi muda huo sasa anahitaji yeye, ila kwa muda ambao hajahitaji, dili pale nje shekhe. Au kasome kipengele cha maeneo 12 ya mwanamke ambaye amevua nguo unatakiwa kumshika. Kasome katika kipengele cha kisimi chake, kina dili vipi, unakishughulika vipi, ndio utapata hii picha ninayokuambia hapa. Kwa hiyo hii ni njia ambayo inakusaidia wewe kwanza kuchelewa kwa kitendo cha kutokudili na nani. Na utagundua mfano mwanaume anapomaliza au anapotaka kumaliza,
yani kumwaga zile mbegu, lazima atangangania maumbile yake yote yaingie ndani. Sasa kila kitendo ni ishara kwamba hata pale unapotamani kuwa unaingia mara mazima ndani kule, unajiwahisha wewe mwenyewe. Ila utakapokuwa unadili pale nje na maana zile hisia hazijakamilika, bado zipo nusu nusu, kwa hata wewe mwenyewe utaendelea kustahimili kuzimudu zile hisia. Mbinu ya mwisho kwa leo nataka niishie hapa ni mbinu ya kuhamisha mawazo. Hii mbinu itakusaidia pia. Zipo zingine nimeziruka, lakini ninataka nimalize na mbinu ya 10 ambayo inasema ni mbinu ya kuhamisha mawazo. Inasema wakati unafanya mapenzi unazingatia mbinu zingine unazoona ni rahisi kwako. Sio lazima uzitekeleze zote, lakini usiache kutumia mbinu hii. Ndio maana nimesema nimalizane nayo hii ya leo. Usiache kutumia mbinu hii ya kuhamisha mawazo yako. Lengo ni kushusha hisia zako za mapenzi ili uweze kutumia muda mrefu zaidi kumridhisha mke wako. Kuhamisha mawazo yako unaweza kufanya katika hatua ya kwanza na ya pili. Usihofu kuwa uume utalala. Hata ukilala ni rahisi zaidi kuvuta hisia tena ukasimama, maana bado haujaanza kuingia. Sasa kuna vitu vingi hatujajifunza, ndio maana kuna maelezo unaweza kukuta yakawa hujaelewa. Lakini kifupi iko hivi, nataka tu nikueleze ili unielewe, kwa sababu kuna vitu vingine unaweza kuvisoma lakini kuna vitu vimetangulia kuelezwa ambavyo nikikwambia mfano hatua ya kwanza, hatua ya pili, wewe huijui hiyo hatua. Lakini kwenye kitabu ipo hatua ya kwanza, hatua ya pili, wakati mnashiriki ufanye nini, hatua ya tatu ufanye nini. Sasa hizo hatua hatujajifunza, tunafanya tu kuelekeza na mbinu. Kifupi, unapokuwa unafanya mapenzi na mkeo, kuna zile hisia zinakuja kabisa za kufurahi ukiyaona maumbile yake. Tena mfanye kwenye mwanga. Kuna wengine wanafanya kwenye giza kama wanawanga, hapana. Kwa sababu kitendo cha kuona tu mwili wa mwenzako na kuona vile anavyoteseka kupitia body language, ile lugha ya mwili analalamika, kunakupa hamasa wewe ya kufanyaje, ya kulifurahia lile tendo. Lakini sasa unapokuja swala kuhamisha mawazo, ni pale ambapo unaona hisia za kuelekea mwishoni ambako ni kileleni zimekuwa nyingi kwako. Sasa unachotakiwa wewe pale ni kuhamisha kama vile haupo pale. Maumbile sawa yashasimama, yenyewe ataendelea kusimama kwa sababu anakutana na joto kule ndani. Lakini hebu jaribu kuhamisha, fikiria misiba iliyotokea, fikiria kazini, fikiria vitu vingine ambavyo havipo pale. Ile itakusaidia kupunguza hisia. Hisia zinapungua kwa sababu pale focus yako inakuwa ipo chini. Ila pale unapofikiria, mfano wewe unashiriki, unapofanya ile in out, ndani nje, alafu mwenzako akawa analalamika kwa vile vilio vidogo vidogo vile vya kuonesha kwamba kuna hisia anazipata ima za raha au za maumivu, wewe kwenye akili yako kuna focus vitu vingine kwamba hapa ndio napatia, hapa ndipo napomwezea. Alafu mwisho wa siku unajikuta badala ya yeye kufurahia ndio wewe utafurahi zaidi. Ndio maana ukiwauliza wanaume kwamba kati ya wanawake wawili nani analaza zaidi katika tendo la ndoa, kati ya anayepiga kelele za kulalamika na yule ambaye hapigi kelele yoyote, ima anaumia au anafurahi, hapigi kelele yoyote wala kuonesha, wanakuambia yule anayelalamika analaza. Kwa sababu ile kitendo cha yeye kuwa analalamika vile kuna kufanya wewe ujione wewe ni mwamba, ni kidume na umemweza. Lakini kitendo cha wewe kufurahi wewe kwenye akili yako, ukaruhusu zile hisia zikatawala furaha ile, basi ndio unajipeleka wewe mwenyewe kileleni mapema. Kwa ndio maana tunalazimishana kuhamisha mawazo. Uyatoe pale kwenye tendo la ndoa, uyatupe huko misibani, uyatupe kazini. Unaona? Yaani uyahamishe pale, itakusaidia sana mbinu hii. Inshallah kwa leo mimi niishie hapa, lakini hichi ni kitabu kizuri sana. Ndugu yangu amenilazimisha leo nije nifundishe. Uona leo ukafly au umefly kiaina fulani, lakini kama utatamani kitabu hiki tuendelee kukifundisha au kutoa baadhi ya masomo yake katika YouTube, naomba uniandikie hapo kwenye comment kwamba tuendelee au uachane na hicho kitabu tufundishe mambo ya barati, mambo ya abjadi, mambo ya mitishamba. Nitasikiza maoni yako na nitazingatia. Kama mtapenda tuendelee, nitakuja kuleta masomo mengine. Lakini sasa huku nitasimama kama mwalimu na sio kama ustazi wala shehe. Nitasimama kama mwalimu wa masuala ya saikolojia ya mahusiano. Kwa hiyo kama utapenda tuendelee na somo hili, utaniandikia kwenye comment. Tutaendelea hata baada ya hizi ofa kupita, tutaendelea kukifafanua kama tulivyovipa vipaumbele vitabu vingine kama vya maajabu ya Qur'ani, barati,
abjadi, mitishamba, mwongozo wa tabibu. Tutakipa chenye kipaumbele, tutaendelea kudili nacho inshallah. Tukutane kipindi kingine sana wakati mwingine. Kumbuka ofa inaendelea, wahi kabla ya tarehe kuisha. Asalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.